Leo Aprili 9 mwaka 2026 inatimia mwaka mmoja tangu kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, tukio lilozua mjadala mkubwa wa kisiasa na kisheria nchini Tanzania. Tundu Lissu alikamatwa Aprili 9, 2025 katika mji wa Mbinga mkoani Ruvuma, muda mfupi baada ya kumaliza kuhutubia mkutano wa hadhara wa kisiasa. Mkutano huo ulikuwa sehemu ya kampeni ya chama chake iliyokuwa ikihamasisha mageuzi ya mfumo wa uchaguzi chini ya kauli mbiu ya No Reform, No Election. Wakati wa tukio hilo, polisi walifika eneo la mkutano na kumchukua, huku wafuasi waliokuwa wamekusanyika wakitawanywa. Baadhi ya taarifa zilieleza kuwa hali ya taharuki ilitokea eneo hilo wakati wa kukamatwa kwake. Baada ya kukamatwa, Tundu Lissu alishikiliwa na baadaye kufikishwa hadi Dar es Salaam kwa ajili ya mahojiano na hatua za kisheria. Siku iliyofuata, Aprili 10 mwaka 2025, alifikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu na kusomewa mashtaka ya uhaini pamoja na tuhuma nyingine zilizohusiana na uchapishaji wa taarifa za uongo. Kutokana na uzito wa kosa la uhaini, alinyimwa dhamana na kuendelea kushikiliwa rumande. Tunajali kweli chaguzi katika nchi hii, then tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba mazingira ya chaguzi hizo yanawezesha chaguzi ziwe huru na za haki. Kwa hiyo wito wangu wa pili ni kwa viongozi wenzangu na wanachama wenzangu wa vyama vya upinzani, ACT Wazalendo, NCCR Mageuzi na wengineo. Jukumu lililo mbele yetu sio kujiandaa kwenda kuchinjwa kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu, kwa sababu wote tunajua tukienda kwenye uchaguzi huu kwa tume hii, kwa wasimamizi hawa, kwa katiba hii, kwa sheria hizi, tunaenda kuchinjwa. Wote tunafahamu tukienda kwenye uchaguzi mkuu watu wetu wanaenda kuuawa, kama walivyouawa mwezi Novemba mwaka jana, kama walivyouawa 2020, kama walivyouawa 2015, kama ambavyo wameuawa katika chaguzi zetu zote za vyama vingi katika nchi hii. Tutaendelea kupeleka watu wetu kwenda kuuawa na kuteswa na kujeruhiwa na kufunguliwa kesi za uongo mpaka lini? Wito wangu kwa viongozi wa vyama pamoja na wanachama wao, tuunganishe nguvu, tupiganie mfumo huru na wa haki wa chaguzi zetu. Tukishaweka mambo sawa, tukisha kuwa na mfumo wa kidemokrasia wa uchaguzi utakao hakikisha tunatendewa haki, tutashiriki chaguzi zote zinazokuja, hatutachelewa. Wale wanaofikiria kwamba lazima tushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu kwa vyovyote vile, naomba nirudie tena, tunategemea nini? Kama unafikiria kwenda kugombea udiwani, jiulize, katika mazingira haya unategemea nini? Kama unatazamia kwenda kugombea ubunge au urais, jiulize swali hilo hilo, kwa mazingira haya unategemea nini? Unategemea haki gani ambayo hatujaiona mwaka jana, ambayo hatukuiona 2020, ambayo hatukuiona 2019, ambayo hatujaiona katika chaguzi zote za vyama vingi katika nchi yetu? Kwa ndugu zangu, kwa wale wote ambao wanataka kugombea, wito wangu kwenu vile vile, tupiganie mfumo wa haki wa uchaguzi, ili mnapoenda kugombea mkagombee na kushinda, ili mnapoenda kugombea mwe na uhakika kwamba kura mtakazopigiwa zitahesabika na zitahesabiwa. Sasa hivi hakuna tena uhakika huo. Kwa wale wote mnaotaka kugombea,
tuhakikishe kwamba tunapambana kutengeneza utaratibu bora zaidi wa uchaguzi, ili tunapoenda kwenye kampeni za uchaguzi tusiende kupigwa mabomu, tusiende kuwekewa kila aina ya kizingiti, ili tunapoenda kwenye uchaguzi kura za watu wetu halali zikahesabiwe na zikahesabike. Sio masanduku ya kupigia kura yakajazwe kura haramu ili kuiongezea CCM ruzuku, kuiongezea CCM viti maalum haramu, ili kuiwezesha CCM kuendelea kutawala. Hizo ni baadhi ya kauli alizowahi kuzitoa mwenyekiti wa Chadema akihamasisha na vyama vya siasa visiingie tunajali kweli mpaka mabadiliko ya sera ya uchaguzi katika nchi hii kabla ya kukamatwa kwake. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, kesi hiyo imekuwa ikiendelea kwa hatua mbalimbali, ikiwemo usomaji wa mashtaka, maombi ya kisheria kutoka pande zote, pamoja na pingamizi lililowasilishwa na upande wa utetezi kuhusu ushahidi na mashahidi. Hoja hizo zilisababisha Mahakama Kuu kusimamisha kwa muda usikilizwaji wa moja kwa moja wa mashahidi hadi itakapotoa maamuzi ya masuala ya kisheria yaliyoibuliwa. La tatu mheshimiwa, hivi ninakaa wapi gerezani? Ninakaa wapi gerezani Ukonga? Mheshimiwa hakimu, gereza la Ukonga lina sehemu kuu mbili. Kuna sehemu ambayo wafungwa wote waliohukumiwa maisha, miaka 30, miaka 5, mahabusu na nini, wanakaa, wanatakiwa wakae. Halafu kuna sehemu moja inaitwa special wing, eneo maalum ambalo wanakaa wafungwa waliohukumiwa adhabu ya kifo kwa kunyongwa. Mimi nakaa kwenye hiyo sehemu wanaosubiri kunyongwa. Nakaa death row. Nimewekwa death row. Sasa mheshimiwa, ukiwa death row maana yake ni nini? Nataka nikusomee sheria maana ya kuwa death row. Kanuni ya 33 inazungumzia wale walioko death row. Walioko death row inasema hivi: notwithstanding anything contained in these regulations, a prisoner under sentence of death shall A, be confined apart from other prisoners and shall be under the constant supervision of 2 prison officers by day and by night. Ukikaa death row mheshimiwa, kama navyokaa mimi wakati sijahukumiwa kifo, angalau bado, pengine tutafika huko, lakini bado sheria inasema wanaokaa death row, wale waliohukumiwa kifo, wanatakiwa watenganishwe na wafungwa wengine. Wafungwa wengine wote. Mimi nimekaa death row tangu Ijumaa Kuu mpaka hapa tulipo.
na nikitoka kwenda kuonana na mawakili wangu au kwenda kuonana na ndugu zangu, nafuatana na askari wawili muda wote, kama inavyotakiwa kwa waliohukumiwa kifo. Kama walivyo ambao wako under constant surveillance. Sheria inasema by day and by night. Mimi sijahukumiwa kifo, lakini nakaa death row and I'm under constant surveillance by day and by night. Ukiwa death row, mheshimiwa, kama ambavyo nimekuwa, ukiwa death row, pamoja na kuwa death row, bado una haki, bado una haki kwa mujibu wa sheria hizi. Kwa mfano nilizungumza habari ya haki ya kuabudu, sio? Haki ya kuabudu. A prisoner under sentence of death shall be permitted to receive visits by a minister of the religious denomination to which the prisoner belongs. Kwa hata wa death row wana haki ya kuabudu. Wote wanakataliwa, wote. Na mimi. Ukiwa death row, pamoja na kuwa umehukumiwa kifo, sheria inasema a prisoner under the sentence of death shall be allowed such amount of exercise as the commissioner may direct. Wanaruhusiwa kufanya mazoezi. Kufanya mazoezi. Kwenye chumba changu napokaa, mheshimiwa, hapo death row. Death row imezungukiwa na ukuta hivi. Nyuma tu ya chumba ya selo nayokaa ni uwanja mkubwa wa mpira wa miguu, na wafungwa kila siku wanacheza mpira, wanatembea wanaotaka kutembea, wanakimbia wanaotaka kukimbia, wanafanya mazoezi wanaotaka kufanya mazoezi, isipokuwa walioko death row. Wa death row hawatoki nje ya death row. Hawana fursa ya mazoezi ambayo sheria imesema wanaruhusiwa kufanya mazoezi. Sasa mimi siwezi kucheza mpira, mheshimiwa. Miguu yangu iko kama ilivyo. Lakini huwa nafanya mazoezi ya kutembea. Na tangu nimekuwa death row, kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, napumzika Jumamosi na Jumapili kwa sababu Mungu naye alipumzika siku ya saba. Kwa hiyo napumzika mazoezi. Lakini from Monday to Friday natembea around hizo block 4 za death row. Ziko 4. Sasa hilo eneo nalotembelea, mheshimiwa, ni mifereji ya maji machafu. Ni mifereji ya kupitisha maji machafu. Leo ikiwa ni mwaka mmoja tangu kukamatwa kwake, Tundu Lissu bado yuko rumande akisubiri kuendelea kwa kesi yake, huku wadau wa siasa na wananchi wakiendelea kufuatilia hatima ya shauri hilo. Maamuzi ya mahakama juu ya hoja zilizowasilishwa yanatarajiwa kutoa mwelekeo wa lini kesi hiyo itaendelea kusikilizwa.
shida, nenda chini. Mambo mengi yalitokea wakati wa usikilizaji wa kesi hiyo, ikiwemo wanachama kuzuiliwa kuingia, wengine kutukia changamoto ya vipigo kutoka kwa maafisa wa jeshi la polisi na kadhalika, mpaka pale wanachama hao walipoachwa huru kuhudhuria kesi ya mwenyekiti wao ambayo kwa sasa imesimama kwa muda usiojulikana. Hey, 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 hey.